kwamba ujenzi huo unafanywa na hela zetu wenyewe. Ni kweli kwamba ni hela zetu wenyewe, lakini nataka niwathibitishie kwamba taifa la Tanzania haliwezi kujiendesha kwa kodi tu. Linahitaji akili ya ziada ambayo Mheshimiwa Rais anakuwa nayo kuweza kutafuta funds huku na huko ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na huo mfano ndio ambao Engineer Hersi anao. Angezubaa leo kwamba klabu ijiendeshe kwa ada za wana Young Africans, leo tungeshindwa kukodi hata tenti hili, kwa sababu wengi tunapenda kushangilia, lakini wengi si walipa ada na wengi si watoaji wa michango. Wengi ni wapesi wa kulalamika tunapofungwa, wengi ni wepesi wa kuibua minong'ono, lakini wengi si watu wenye michango sahihi katika klabu ya Young Africans. Mtu yuko tayari anasema tumefungwa, ondoa kocha, ondoa huyu na huyu. Kabla hujasema vizuri, katafakari mwenyewe, wewe una mchango gani? Kwa sababu makelele peke yake kushangilia hayatoshi. Lazima pia uwe na mchango fedha kwa ajili ya kuimarisha klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ndugu zangu mlioko hapa, niwaombe kwamba leo, dunia leo ya mipira haiwezi kuendeshwa kwa midomo peke yake. Lazima klabu iwe nzuri kiuchumi ili wachezaji wawe na morali, na hatuwezi kutegemea wafadhili muda wote. Lazima na wao waone kwamba na sisi kama wadau tunacho chochote tunachoweza kuendelea kuchangia na wenzetu pia kuweza kuchangia. Kwa hiyo nimeona nitoe message hiyo kwamba katika nchi wapo watu ambao wanaweza kulalamika na jambo. Siku moja niliwahi kusema kwamba Mheshimiwa Rais angeamka asubuhi akasema watu wanaosema hizo ni kodi zetu wenyewe, tukasema basi hebu na hapa tulipo kila mmoja arudishiwe hela, kila mmoja arudishiwe hela aliyoitoa katika kodi. Ninao uhakika watakaorudishiwa ni wachache. Ninao hakika watakaorudishiwa watakuwa wachache. Kwa hiyo ndugu zangu, wana Young Africans, ushindani uliopo leo ni ushindani mkubwa. Wala msije mkaombea klabu ya Simba ishuke na ife, kwa sababu ikifa itapoteza ubora wa Young Africans. Wala Simba msije mkaombea Young Africans ishuke na ife, kwa sababu itakapokufa itapoteza ubora wa klabu nyingine. Huu ushindani uliopo sasa hauimarishwi kwa maneno matupu, unaimarishwa kwa mipango, na mipango hiyo inaanzia pale kwenye uongozi, inapasiwa pale kwa wafadhili, inakwenda kwa wadau wengine. Kwa hiyo nimeona nitoa hiyo message ndugu zangu, na kwamba sasa ni muda wa kujizatiti ili klabu zetu zisiende nyuma bali ziweze kusonga mbele. Young Africans oye! Sasa leo tunasaini mkataba huu mkubwa sana katika kujenga uwanja. Hebu angalieni tangu klabu ya Young Africans ilivyoanza leo mwaka 2026 tunakuja kusaini mkataba wa kujenga uwanja wa kuaccommodate watu 20,000. Maana yake ni kwamba kama kusingalikuwa na mipango, ingelikuwa mipango ipo kwenye midomo, kwenye kompyuta na vitu sio real, uwanja huu leo ungebaki na ukuwa historia. Lakini historia tunayozungumzia sasa ni ya kuonesha matendo. Sasa tunahama kutoka kwenye maneno mengi tunakwenda kwenye maneno machache sana, halafu tunakwenda kwenye vitendo vingi sana. Na hiyo ndio sifa ya GSM. Hiyo ndio sifa nani? GSM. Umeona hapa amezungumza maneno mengi, na mimi leo nimeanza amenipa somo kidogo. Nikiona mtu anaongea sana najua huyu hana hela. Nikiona mtu anaongea kidogo najua huyu ana hela. Kwa hiyo nipo tayari sasa kwa ajili ya kushuhudia utoaji wa saini, kwa sababu na mimi sina maneno mengi sana, ila pia sina hela nyingi sana, ila natamani sio na maneno mengi sana. Kwa sababu Kamanda Mlilo ametuahidi
Ujenzi ukiwa unaendelea, ulinzi utaimarishwa. Sisi kama Yanga tumefurahi. Rais wa Africans akiwakilisha kamati tendaji, wanachama na mashabiki wa klabu yetu, anasaini huo ushirikiano ujenzi wa uwanja kati ya klabu yetu ya Yanga na GSM Tanzania Limited. Na sasa rais wa GSM Tanzania Limited Khalid Said Mohamed naye anasaini mkataba huo kuonyesha sasa zoezi ni rasmi na linakwenda kuanza na kila kitu kimekubaliwa. Tuwapigie makofi mengi sana viongozi wetu kwa tukio hili la kihistoria. Kihistoria, picha zilizobeba matumaini makubwa kwa wanayanga. Nisogea kwa mbele. Kwa uzuri, mkoa ni jambo la familia, analisimamia kifamilia, hakuna kinachoharibika. Tuongeze makofi wananchi. Jambo limetimia sasa. Siku ya historia imekamilika na klabu yetu ya Yanga iko tayari.